Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Zakaria Paulo Isaya, mbunge wa jimbo la Mbulu mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua umuhimu wa kujenga na kufanya ukarabati wa nyumba za makazi ya askari polisi ili kuongeza ari ya kutoa huduma bora ya ulinzi na usalama kwa wananchi. Katika kutekeleza azma hiyo, serikali kupitia Jeshi la Polisi imeandaa mpango wa ujenzi na ukarabati wa majengo ya jeshi kwa kipindi cha miaka mitano 2026 mpaka 2031. Hivyo ujenzi wa nyumba za makazi ya askari polisi Mbulu utakuwa katika mpango huo na unategemewa kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2027 2028. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Zakaria, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, kwa kuwa wilaya ya Mbulu ni wilaya kongwe nchini na kwa kuwa makazi ya askari katika wilaya hiyo ni chakavu sana, je, serikali iko tayari sasa kuweka kipaumbele katika mpango huu wa utekelezaji wa makazi ya askari nchini? Swali la pili, kwa kuwa tarafa ya Nambis na tarafa ya Daudi katika mji wa Mbulu na halmashauri ya mji wa Mbulu hakuna vituo vya polisi, je, mpango wa serikali ukoje kujenga vituo vya polisi katika tarafa hizo mbili? Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyoeleza kwenye majibu yangu ya msingi, Jeshi la Polisi Tanzania linao mpango wa kujenga makazi ya askari, vituo vya polisi, lakini pia kukarabati maeneo ambayo nyumba zimechakaa. Sasa kwa mpango huo, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa swali lake la msingi la kwanza katika wananchi wa Mbulu na maeneo mengine kwa Tanzania, mpaka sasa tumekwisha kujenga ofisi za daraja A 7, lakini pia daraja B 16 na daraja C 26, na maeneo mengi hapa nchini tumekwisha kuanza utaratibu huo wa kufanya ujenzi, na tumezingatia kuweza kufanya assessment na need assessment ya kila maeneo. Kwa katika huu mpango wa miaka mitano ambao tunao wa kuanzia mwaka 2026-27 mwaka wa fedha hadi mwaka 2030-31 tutakuwa tayari tumekwisha kufikia maeneo mengi. Kwa hiyo nimtoe wasiwasi Mheshimiwa mbunge kwamba hilo tutalizingatia na tutaendelea kuliwekea fedha tutaendelea kuweka kwenye budget kadri ya upatikanaji wa fedha. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Mohamed Abdulrahman Mwinyi, mbunge wa Chambani, saulia swali lake. Mheshimiwa Mohamed Mwinyi anauliza, je, lini serikali itaanza kujenga jengo la ofisi ya NIDA la wilaya ya Mkoani katika mkoa wa Kusini Pemba? Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Mohamed Abdulrahman Mwinyi, mbunge wa jimbo la Chambani kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua umuhimu wa kuwa na majengo ya ofisi kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya usajili na utambuzi katika wilaya za Tanzania bara na Zanzibar. Kutokana na umuhimu huo, serikali kupitia NIDA imekuwa ikitekeleza mikakati mbalimbali ya kuhakikisha uwepo wa majengo kwa ajili ya ofisi za usajili na utambuzi. Mikakati hiyo ni pamoja na kufanya mazungumzo na wadau wa maendeleo pamoja na kutenga fedha za ndani kupitia bajeti za NIDA ili kujenga ofisi za usajili na utambuzi katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2027-2028, serikali inatarajia kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya ofisi za usajili na utambuzi ikiwemo ofisi ya usajili ya wilaya ya Mkoani Kusini Pemba na kulingana na upatikanaji wa fedha na vipaumbele vya mamlaka. Aidha, kukamilika kwa ujenzi wa ofisi hizo kutaboresha na kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma za usajili na utambuzi kwa wananchi. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu. Mheshimiwa Mohamed, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa majibu ya serikali. Kwa kuwa ofisi ya NIDA ya wilaya ya Mkoani ni chumba kimoja tu na ni kidogo na hakina nafasi, na kwa kuwa halmashauri ya wilaya ya Mkoani ina jengo ambalo walikuwa wanatumia mahakama ya wilaya na sasa hivi wameondoka, je, serikali haioni haja ya kwenda kuazima jengo hilo ili wakuhamia kwa muda mpaka atakapojenga? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa konsani hiyo aliyoilezi Mheshimiwa mbunge Mohamed Abdulrahman Mwinyi, naomba niseme kwamba nitatuma maafisa kule waweze kufanya assessment ya kile alichokisema
ili tuweze kuona tunaweza kulitekeleza kwa namna gani ili wananchi waweze kupata huduma hiyo inayostahili. Asante Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu ya maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaenda Wizara ya Uchukuzi. Mheshimiwa. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi. Global TV.